kupitia Al-Khair Online TV. Tumekuiteni hapa kukupeni taarifa kwa lengo la kutusaidia kuwasilishia umma taarifa muhimu inayohusiana na mitaala ya masomo, lakini kwa kesi ya Islamic Education Panel tunajihusisha na somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Jina langu ni Sheikh Musa Yusuf Kundecha, ndiye mwenyekiti wa vikao vya jumuiya na taasisi za Kiislamu, na nilionao hapa ni wajumbe katika jumuiya na taasisi za Kiislamu, lakini ni wajumbe katika Islamic Education Panel. Naomba kwa hatua hii nikupeni taarifa ifuatayo ili mtusaidie kuifikisha kwa umma na jamii kwa ujumla. Taarifa yetu inabebwa na kichwa cha habari: serikali kuhadaa Waislamu kwa kuendelea kuwa na hati miliki ya somo la dini ya Kiislamu. Ndugu wanahabari, Islamic Education Panel ni jopo la wataalamu wa Kiislamu lililoundwa na jumuiya na taasisi za Kiislamu na kurasimishwa mwaka 2007. Jukumu kubwa la jopo hili ni kuandaa mitaala na vifaa vyake, kuratibu na kusimamia ufundishaji wa elimu ya dini ya Kiislamu na lugha ya Kiarabu katika mfumo wa elimu nchini, kuanzia shule ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu. Jopo hili lilitambulishwa rasmi wizarani tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2007, na kutoka hapo limeendelea kufanya kazi na mfumo rasmi wa elimu yetu katika kusimamia masomo hayo mawili niliyoyaeleza kwa utaratibu mzuri tu mpaka hapa tunafikia leo. Ndugu waandishi wa habari, lengo kuu la mkutano huu ni kutoa mrejesho wa nini kilitokea katika mchakato huu wa mabadiliko ya sera ya elimu na mitaala nchini, hasa katika eneo la somo la elimu ya dini ya Kiislamu, na nini kinachoendelea hadi sasa. Kusudio ni kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu hatari ya mchakato unaoendelea, ili kila mmoja kwa nafasi yake ashiriki vema kulinda umoja, mshikamano, amani baina ya Waislamu na serikali na jamii kwa jumla ya Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, kama mtakumbuka, katika mkutano wetu na ninyi uliofanyika tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2023, tulieleza juu ya mrejesho kwa umma kuwa serikali imesitisha mchakato wa kuandaa muhtasari ya elimu ya dini ya Kiislamu na vitabu vya kiada, na kwamba Waislamu wawe na amani na utulivu. Swala hilo limo mikono salama kama zamani ilivyokuwa ikifanywa kwa kushirikiana pamoja na serikali na Waislamu kupitia chombo cha Islamic Education Panel. Miongoni mwa maudhui ya vikao chetu, tulikuja kufanikiwa kupata kikao cha waziri. Miongoni mwa maudhui ya kikao na waziri ilikuwa swala la umiliki wa mitaala ya somo ya dini ya Kiislamu litabaki kwa wenye dini wenyewe kama ilivyokuwa hapo zamani, na serikali itashirikiana na wenye dini katika kuboresha mambo ya kitaaluma. Hili ni moja katika mambo ambayo tulikubaliana na waziri baada ya kukutana naye. Na eneo la pili, swala la dini na imani haviwezi kutenganishwa, kwani imani ndiyo msingi wa mafundisho ya dini. Kama tulivyoeleza huko mwanzoni, kulikuwa kuna msigano kati ya kuyaondoa mambo ya imani katika masomo ya dini, lakini tulikuja kukubaliana kwamba mambo ya imani na dini hayawezi kutenganishwa. Ndugu waandishi wa habari, katika juhudi za kuweka sawa jambo hili, mnamo tarehe 29 mwezi wa 8 2023, taasisi ya Kiislamu zilifanya kikao katika ukumbi wa BAKWATA makao makuu. Kikao hichi kilihudhuriwa na Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu,
kamishna wa elimu, mkurugenzi mkuu TET, afisa kutoka Wizara ya Elimu Zanzibar. Viongozi hawa pia waliambatana na watendaji na wasaidizi wao. Kikao kilikuwa cha uwazi, hoja na masikizano. Maoni ya wengi yaliunga mkono kuwa swala la umiliki wa mitaala ya dini lazima liwe chini ya wanadini wenyewe, ili kila mwanadini washughulikie mafundisho ya dini zao. Baada ya kikao hicho cha tarehe 29 mwezi wa 8, Islamic Education Panel iliendelea na mchakato wa uandaaji wa muhtasari wa elimu ya dini ya Kiislamu wa sekondari, na umekamilika tayari na tumeuwasilisha TET siku ya Ijumaa ya tarehe 27 mwezi wa 9 2023 kwa ajili ya hatua zinazoendelea. Sasa kazi ya kuandaa kitabu cha kidato cha kwanza inaendelea. Kitabu cha kidato cha kwanza ilishaanza na kitakuwa tayari kutumika ifikapo Januari 2024 kama ilivyoshauriwa na mkurugenzi wa TET katika kikao chetu cha tarehe 12 mwezi wa 8 2023. Tarehe 24 mwezi wa 9, jumuiya na taasisi za Kiislamu zipatazo 40 zikiwakilishwa na wajumbe 74 zilikutana kwa lengo la kupata mrejesho wa mambo yanayoendelea kuhusu swala la mitaala la somo ya dini ya elimu ya Kiislamu. Katika mkutano, mjadala mkubwa ulisisitiza swala la kuimarisha Education Panel. Katika mrejesho huo, mambo mawili yaliazimiwa: kila taasisi iwe tayari kushiriki mchakato wa kuimarisha Education Panel, lakini la pili, kufanya mkutano na waandishi wa habari ili kuwapa Waislamu mrejesho wa jambo hili. Hivi tunavyokaa hapa, tunakaa kwa kutimiza azimio la mkutano wa tarehe 24 uliofanyika kwa jumuiya na taasisi za Kiislamu. Ndugu waandishi wa habari, wakati vikao vya mchakato yote hiyo inaendelea, kuna mambo yanayotatiza bado. Mfano, hadi sasa ukitembelea tovuti ya Taasisi ya Elimu ya Tanzania kwenye kiunga cha mitaala, muhtasari na moduli, upo muhtasari ya masomo 15 yanayofundishwa kwa sasa. Masomo ya dini, muhtasari yake haikuwekwa kwa kuwa TET haina haki miliki ya mitaala ya dini. Lakini cha ajabu, katika kiunga cha machapisho kwenye website hiyo, ukiangalia kiunga cha machapisho, rasimu ya mitaala mipya na muhtasari ya elimu ya sekondari ipo. Muhtasari ya masomo 27 ikiwemo somo la dini ya elimu ya Kiislamu, ambayo inaeleza hati miliki yote ni ya serikali, hadi kurudufu ni kosa kisheria bila kupata idhini ya mwandishi. Hapa ndipo ulipokuja wasiwasi wetu mwingine mkubwa, kwa maana tumekaa tukakubaliana, imekuwaje tena wameupload jambo hilo la kuonyesha somo la dini miliki ni serikali na mtu yote hataruhusiwa kurudufu wala kufanya jambo lolote. Kinachotutia wasiwasi zaidi ni kwamba katika kikao cha tarehe 12 mwezi wa 8, Mheshimiwa Waziri wa Elimu aliomba radhi na kukiri swala hili la umiliki wa mitaala litabaki kwa Waislamu wenyewe, na kwamba michakato yote kwenye hili TET wasiendelee. Pia katika kikao hicho cha tarehe 29 mwezi wa 8 ikaazimiwa lazima suala hili libaki kwa wanadini wenyewe. Tunachojiuliza ni msukumo upi au wa upendo wema unaoendelea kuvunja katiba ya nchi, kukiuka kilichokubaliwa kwenye vikao? Kwa nini tusiamini kuna nia ovu ya kupotosha mafundisho ya dini na dini zingine? Kupitia mkutano huu, tunasihi serikali kuepuka hujuma ya uvunjaji wa katiba unaofanywa na baadhi ya watendaji. Tunasema baadhi ya watendaji kwa sababu Mheshimiwa Waziri, mkurugenzi, tumekaa nao na kukubaliana. Inawezekana watendaji kwa nyakati zao tofauti wanakwenda kinyume na maagizo ya viongozi wao. Kupitia mkutano huu tunaisihi serikali kuepuka hujuma za uvunjaji wa katiba unaofanywa na baadhi ya watendaji wachache wanaotaka kutumia vibaya nafasi zao
kuchafua hali ya amani na utulivu, ama kwa makusudi ama kwa msukumo wa makabila, imani au ukanda, na hivyo muhtasari uliopendekezwa uondolewe katika tovuti haraka kama tulivyokubaliana katika vikao vilivyopita. Tunasisitiza hivyo, ule mtaala uliopandishwa unaonesha kwamba mmiliki ni serikali na mwingine yeyote haruhusiwi kufanya jambo hilo, kwa sababu tulikwisha kubaliana na waziri. Tungenasihi mtaala huo na hatua hizo ziondolewe haraka kabla hazijachafua hali ya hewa, kwa sababu zinaonekana kama zinapingana na makubaliano tuliyokwisha kuyafanya. Lengo letu ni kuhakikisha vijana wetu wanaendelea na utaratibu wa elimu vizuri, na lengo letu ni kuisaidia serikali kuhakikisha haikwami katika mabadiliko inayotaka kuyafanya, lakini pia watendaji mmoja mmoja wasije wakavuruga hali hii na kufanya tusifike safari yetu salama kama tulivyokusudia. Katika uchache wa haya, niombe kuwasilisha kutoka kwenu mtusaidie kufikisha jambo hilo, hasa vipengele vitatu nilivyomalizia katika mazungumzo yangu. Napenda nichukue fursa hii kuwashukuru kwa kufika, na niwaombe pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kuwapa fursa na nafasi ya kuliwasilisha jambo hili kwa umma kwa namna nzuri inayofaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unaangalia Al Khair Online TV.